Kamera za Mahasin TV zimeangaza zaidi ya kilomita 30 kutoka Singida mjini na kumulika wilayani Ikungi kwenye mahafali ya wanafunzi wahitimu wa dini ya Kiislamu kidato cha 6 yaliyoandaliwa na Baraza la Wanawake wa Kiislamu Tanzania chini ya taasisi ya TAMSI, ambapo wazazi waombwa kuwalea na kuwakuza watoto wao katika maadili ya Kiislamu. Allah alikuwa anazungumza na waumini wenyewe ambao ni wazazi, kwamba nyinyi wazazi, nyinyi Waislamu, zisikupumbazeni mali zenu na watoto wenu katika kuyaishi maisha anayoyataka Allah. Tuko pamoja ndugu zangu? Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. An dhikrillah maana yake ni kuishi anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kule katika Qur'ani pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Mtu ambaye atakayepuuza utaratibu anaotaka Allah, bila ya shaka ataishi maisha ya dhiki. Akijibu risala ya wanafunzi hao, mgeni rasmi wa mahafali hayo, kadhi wa mkoa wa Singida, juu ya changamoto zinazowakabili wanafunzi hao, ikiwemo ukosefu wa walimu na ukosefu wa vitabu vya kiada na ziada katika ufundishaji wa somo la IDK, amewaomba wazazi kuwa na ushirikiano vyema na walimu wa dini. Ingia chuo, soma dini, apply kwenye vyuo vikuu vya Kiislamu, nenda kasome, vyeti vyako viruhusu. 2028 unakutana na ajira ilinyoka. Kuhusu na swala la walimu wa dini, kwa sasa hivi tunaomba tu wazazi mshirikiane na viongozi wa baraza kuu na viongozi hawa waliopo watansia, mpate walimu. Ushirikiano wa wazazi na walimu, maana ukisema unamtoa mwalimu mjini kuja huku bila kipindi cha swala harama, lakini tunaamini kuna walimu wako huku wanaweza tu wakasaidia kabla programs zinasubiriwa hizo zinakuja kipindi hichi, anawezekana haya. Kwa hiyo wazazi, ukitaka mtoto wako asome dini ni wewe, kama ambapo unaweza ukamgharamia kwa namna yote, unaweza ukaweka hata tuition ya nyumbani kwako ukamlipa mwalimu. Kwa hiyo tunaomba ile ushirikiano wewe. Na wito wangu kwa especially kwa ile tawi la Tamsia liweze kuendelezwa zaidi, maadili yazingatiwe huko katika jamii. Maadili pia wazazi washughulikie hilo swala la maadili, watu wanaotuzunguka katika jamii zetu, ndio, na walimu katika shule zetu. Sisi kama walimu, hawa vijana wanategemea sana. Wanategemea ulezi kutoka kwa walimu ambao wana msimamo. Bila kuwa na msimamo ni changamoto. Mara nyingi tunapata changamoto, walimu nao wanakotokea walikuwa si wafuatiliaji wa vipindi vya dini, sio watu ambao wanajihusisha na masuala ya kiimani. Ukikuta hivyo akiajiriwa, akikuta wanafunzi, basi naye wanakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo swala hili naomba vijana wote walio mashuleni wasome kwa bidii, lakini wazingatie vipindi vya dini na imani yao kwa sababu. Toka nimekuwa mwanachama wa TAMSI nimejifunza vitu vingi. Nimejifunza namna ya kuishi kulingana na mazingira, namna ya kuishi na watu wengine. Nimejifunza maadili mema. Nimejifunza vitu vingi ambavyo nilikuwa sivijui. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Fuadi Kasim Tuta wa Mahasin TV.